Ujasusi wa Ujerumani umefichua ushahidi kwamba Kremlin inajadili shambulio dhidi ya NATO, afisa wa juu wa ulinzi wa EU amedai. Kamishna wa ulinzi wa anga wa Ulaya Andrius Kubilius alisema bara hilo linapaswa kuwa tayari kujilinda dhidi ya Urusi na kuchukua jani kutoka katika kitabu cha Ukraine linapokuja suala la ndege zisizokuwa na rubani. Hata hivyo, anadai kwamba rais wa Urusi Vladimir Putin amekuwa akizungumzia mashambulizi dhidi ya NATO, akitoa kama onyo ambalo limetolewa kwa nchi zote za Ulaya. Mkuu huyo wa ulinzi wa Umoja wa Ulaya Kubilius alisema bara hilo sasa linapaswa kuwa tayari kujilinda dhidi ya Urusi na linapaswa kuchukua hatua muhimu kwa ajili ya mapambano dhidi ya Urusi na linapaswa kujifunza dhidi ya kile kilichotokea kwa Ukraine kutokana na kipindi hiki kuwepo kwa hali isiyokuwa ya kuaminika kwa Urusi. Katika mahojiano na gazeti la kila siku la Kipolish, alionya akisema kwamba ninaamini idara za siri na ujasusi wa Ujerumani unadai kuwa una kila aina ya ushahidi kwamba rais wa Urusi Vladimir Putin kupitia ikulu yake wameshajadili namna ya kufanya mashambulizi dhidi ya NATO, na ikiwa wanajadiliana wanapanga shambulio, ni moja kati ya mambo ambayo ameyaeleza kupitia vyombo vya habari. Hata hivyo, amesema kwamba hatujui, lakini ishara kama hizo lazima zichukuliwe kwa uzito. Wanaweza kuwa tayari kwa vita. Lazima pia tuwe tayari kwa hilo na tujifunze, sio tu kutokana na uzoefu tuliokuwa nao na ule tulioupata nchini Ukraine, lakini pia kutoka kwa Warusi wenyewe. Habari hizo zinakuja wakati mvutano mkali kati ya Urusi na Magharibi, huku tuhuma za Putin kwa Trump za kibiashara kuwa NATO na Urusi ni chui wa makaratasi yaliyoelezwa wiki iliyopita. Hata hivyo, kumekuwa na vitisho vya mara kwa mara kutoka kwa Putin, ambapo amekuwa akiwaeleza viongozi wa nchi za Kimagharibi juu ya namna wanavyochukulia Urusi. Rais wa Urusi Vladimir Putin aliwahi kuweka wazi kwamba kamwe hataweza kufanya shambulizi lolote dhidi ya nchi yoyote katika Ulaya, lakini wataweza kufanya shambulizi kwa yeyote ambaye atakuwa tayari kwa ajili ya mapambano dhidi ya taifa hilo la Urusi, moja kati ya mataifa ya Ulaya yaliyopo upande wa mashariki mwa Ulaya. Mataifa ya Magharibi hasa NATO yamekuwa yakijilinda kwa muda mrefu dhidi ya Urusi. Mataifa hayo ya NATO pamoja na Umoja wa Ulaya wanaiona Urusi kama adui, wakieleza kwamba Urusi inaweza ikafanya mashambulizi wakati wowote. Hata hivyo, Urusi imekuwa ikishutumu washirika wa NATO kwa kuchochea hali ya wasiwasi kuhusu uwezekano wa shambulio dhidi ya nchi zao. Urusi imeshutumu muungano huo kwa kujipatia Ukraine silaha, ujasusi na mafunzo, inaripoti shirika la habari la Express. Ikiwa kuna mtu yeyote bado ana nia ya kushindana nasi katika nyanja ya kijeshi, kama tunavyosema, ajisikie huru, wacha ajaribu. Hatua za kukabiliana na Urusi hazitachukua muda mrefu kuja, anasema rais wa Urusi Vladimir Putin. Kabla ya Putin kutoa matamshi yake kwa Trump, aliwahi kuhutubia mkutano wa majenerali wa Marekani na maadmiro akiwaambia kuhusu vita vya Urusi na Ukraine. Unapigana vita vya miaka 4 ambavyo vilipaswa kuchukua wiki moja. Je, wewe ni simba marara au simba wa makaratasi? Wanaeleza majenerali wa Marekani. Kando na vita vya maneno, kumekuwa na ongezeko la idadi ya uvamizi katika anga ya nchi za NATO ambayo baadhi ya watu wanailaumu Urusi. Wataalamu wa mambo wanasema kwamba inaweza kuwa Moscow inajaribu majibu ya NATO. Mnamo Septemba 10, kundi la ndege zisizokuwa na rubani za Urusi ziliruka hadi katika anga ya Poland na kulazimisha ndege za NATO kung'ang'ana kukamata na kuangusha baadhi ya ndege hizo zisizokuwa na rubani. Hata hivyo, Urusi imesema kwamba wala haikuwa na mpango wa kufanya mashambulizi katika nchi ya Poland, licha ya Poland kutaka kutumika kwa kifungu cha 4 na cha 5 cha NATO. Tukio hilo lilikuwa tukio la kwanza la moja kwa moja kati ya NATO na Urusi tangu Putin atangaze vita dhidi ya Ukraine mnamo Februari 24 mwaka 2022. Siku chache baadaye, ndege 3 za kivita za Urusi zilisindikizwa nje ya anga ya Estonia na ndege za NATO. Wakati huo huo, njia za juu zimeripotiwa karibu na viwanja vya ndege, mitambo ya kijeshi na miundombinu muhimu kwingineko barani humo. Urusi imekanusha makosa yoyote ya kimakusudi na kwamba ilihusika katika matukio hayo, huku maelezo yakiwa machache, huku mamlaka za Ulaya zikikataa kutoa maelezo ya kina kuhusu uvamizi huo wa ndege zisizokuwa na rubani, huku baadhi yao wakikataa kueleza hadharani hadi siku kadhaa baadaye. Endelea kuwa nasi mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii.